Makofi. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Jenerali Jacob John Mkunda ametoa wito kwa wadau mbalimbali nchini kutumia kampuni ya bima ya maisha ya Suma JKT Life Insurance. Akizindua kampuni hiyo katika ukumbi wa The Superdome Masaki jijini Dar es Salaam, Jenerali Mkunda ametoa rai kwa Watanzania kutumia kampuni hiyo ya bima ili waweze kupata suluhisho la changamoto zao za kibima. Kampuni hii ya bima Suma JKT itakayotoa huduma ya bima ya maisha imeanzishwa katika kipindi mwafaka. Hivyo ujio wa kampuni ni muhimu ili kutatua changamoto za kibima zinazojitokeza. Niendelee kuwapongeza Suma JKT kwa kuona hitajio hilo na kuanzisha kampuni ya Kitanzania kwa manufaa ya Watanzania. Pia nitumie fursa hii ya kuwataarifu Watanzania wote kwamba jeshi limedhamiria kuwahudumia kwa kutumia makampuni mbalimbali yanayoendeshwa na Jeshi la Kujenga Taifa na mengineyo ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kwa kuwa huduma hii inatolewa na jeshi au jeshi lao adilifu, ni imani yangu kwamba Watanzania wengi watakuja kuhudumiwa kwa kuwa wanaamini jeshi kutenda kazi zake kwa uadilifu na halipendi ubabaishaji. Kwa mantiki hiyo, mkajipambanue kwa kufanya kazi nzuri iliyojaa ubunifu na weledi wa hali ya juu ili kampuni yetu ifanikishe malengo yaliyokusudiwa. Nirudie tena kuwaasa mzingatie mambo makuu matatu muhimu ambayo ni weledi, uadilifu na uaminifu katika kuwahudumia Watanzania au kwa maneno mengine wateja kupitia makampuni yenu, kwani hizo ndizo mila za Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Suma JKT Life Insurance, protected to prosper. Makofi. Asanteni sana. Asanteni sana kwa heshima mlionipa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naye mkuu wa JKT na afisa mtendaji mkuu wa Suma JKT Meja Jenerali Rajab Nduku Mabele amesema kampuni ya bima ya Suma JKT tayari imesajiliwa, huku akiahidi utolewaji wa huduma bora za viwango stahiki. Kampuni hii ya bima ya maisha ya Suma JKT tayari imesajiliwa rasmi mnamo tarehe 11 Februari mwaka 2025 na itakuwa moja kati ya kampuni tanzu takriban 20 za Suma JKT. Afande mgeni rasmi, sambamba na kampuni hii ya bima ya maisha, shirika pia litaendelea kutoa huduma ya uwakala wa bima kupitia kampuni ya Suma JKT Insurance Broker Company Limited ambayo inafanya kazi na kampuni mbalimbali za bima za ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali kwa kutambua umuhimu wa bima, kwa kutambua faida zinazopatikana katika mfumo wa bima, iliunda chombo mahususi ya kusimamia na kuendeleza sekta ya bima nchini. Chombo hicho, Mheshimiwa mgeni rasmi, kinaitwa Tanzania Insurance Regulatory Authority. Kina majukumu, inafanya majukumu yake Tanzania bara na Zanzibar. Kwa hiyo mmekuja wakati mzuri, wakati ambao sekta hii inakuwa kwa 15% kila mwaka. Kwa niaba ya Umoja wa Makampuni ya Bima Tanzania ATI, napenda kutoa pongezi kwa Suma JKT kwa hatua hii kubwa ya kuanzisha kampuni mpya ya bima ya maisha hapa nchini. Suma JKT, Suma JKT, tumaini maisha usalama. Kwa kweli tunashukuru sana mamlaka kwa kweli imeweka namna ya uwezeshwaji kwa wale wote wenye nia na wenye
uthubutu wa kuanzisha kampuni za bima. Tumeona urahisi ni mkubwa ambao umetuwezesha sisi Suma JKT kuanzisha kampuni hii kwa haraka. Unapokuwa umetimiza vigezo vyote ambavyo wanahitaji, kwa kweli hakuna mnyororo wote wa kukuzuia katikati. Utapata kampuni yako kwa wakati kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya kuhudumia Watanzania. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wote wasiwe na uoga wala hofu yoyote juu ya kukatia bima. Waje Suma JKT Life Insurance ili tuweze kuwapa huduma nzuri, wakijua kwamba mamlaka ipo kuhakikisha kwamba kila wanachokipata kutoka kwetu watakipata kama kinavyotakiwa. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka ipo thabiti kuhakikisha kwamba watumiaji au walaji wanahudumiwa sawasawa na mikataba yao ya bima. Sherehe hiyo ya uzinduzi imehudhuriwa na mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya Suma JKT, Meja Jenerali Farak Mohamed mstaafu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa kamandi, wakuu wa matawi makao makuu ya jeshi na makao makuu ya JKT, wakuu wa vyuo na shule, maafisa jenerali, kamishna wa bima Tanzania Dr. Bagayo Sakware, wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali na binafsi, wakurugenzi JKT na Suma JKT, maafisa wakuu, maafisa wadogo, askari, wageni waalikwa